hiyo nichukue nafasi hii kwanza kumshukuru Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutupatia fedha za kutekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo kwenye maeneo yetu. Kwenye sekta ya afya kama ambavyo mnaona kazi ambayo wananchi wameanza, serikali imekuja kumalizia. Tunavyo vituo vya afya vipya vitatu. Kule Nyamagaro juzi tumekabidhi ambulance ambayo watu hudumia wale wananchi wa kule Nyamagaro. Lakini tuna kituo cha afya cha Kinesi, na hapo Rabo pia kuna kituo cha afya ambavyo vyote hivyo vimejengwa kwa wakati huu au miaka hii minne ya rais wetu mpendwa Dr. Samia. Kwenye sekta ya elimu mnaweza mkaona pia kuna miradi mingi sana ambayo imetekelezwa kwenye maeneo yetu, na mingi kati ya hiyo imeanzishwa na nani? Na wananchi. Pale Tatwe kuna mradi ambao wananchi wameanzisha. Ukienda kwenye maeneo mbalimbali, shule za msingi, shule za sekondari, yani nilikuwa na Nyasoro pale, nako pia wana ujenzi wa sekondari. Kowaki pia wana ujenzi wa sekondari tutegemea kuifungua hivi karibuni. Na mimi kwenye kupita huko sina hela nyingi. Sikuwa na hela nyingi za kuchangia. Lakini kwa kuridhika na kile kiwango ambacho watu wamejitolea, wadau wamejitolea, na mimi nikaweka ahadi kwamba na mimi nitafanya nini? Nitachangia. Ndio maana leo kwa awamu hii ya kwanza tumeona tuanze kidogo kidogo. Hatuna kikubwa, lakini kidogo cha kuwapa moyo, si ndio? Kuwapa moyo kwamba tuendelee. Tuendelee kwa sababu jambo tunalolifanya ni kubwa zaidi kwa ajili ya kupunguza changamoto za wananchi kwenye maeneo yetu. Kwa hiyo hapa sina kikubwa. Naitwa Boniface Chambi, katibu tawala wilaya ya Rorya. Tulikuwa na hafla fupi hapa. Mheshimiwa mkuu wa wilaya alikuwa ametoa ahadi ya kusaidia makundi mbalimbali, vijiji na taasisi. Kwa hiyo leo walikuwa nakabidhi hizo ahadi zake kwa walengwa wote. Ni jumla ya milioni 5 amezikabidhi kwa makundi haya. Fedha hizi zitakwenda kuweka chachu kwenye utekelezaji wa miradi mbalimbali ikiwemo ujenzi wa zahanati, ujenzi wa shule, lakini pia kuna ukarabati wa bwawa katika kijiji cha Ingili Juu. Wito wangu kwanza, kwa sababu hela hii ni ya serikali, zikishafika kwenye maeneo ya utekelezaji lazima wananchi wa maeneo yale wapewe taarifa, lakini pia zitumike kwa malengo ambayo imekusudiwa. Niwahimize watendaji ambao wanapokea hizi pesa waende wakasimamie matumizi ya fedha za serikali kwa mujibu wa taratibu wa matumizi ya fedha za serikali. Nashukuru sana. Naitwa Justin Rugoye Nyosede, ni diwani wa kata Kirogo. Leo nikiwa na viongozi wangu ndani ya kata yangu, akiwemo mtendaji wa kata, mwenyekiti wa serikali ya kijiji cha Kirogo na mtendaji wa kijiji cha Kirogo, pamoja na watu kama hao kutoka kata nyingine. Tulipata wito kufika ofisi ya DC, na moja ya jambo ambalo kimefanyika hapa ni DC kutekeleza ahadi zake ambazo alitoa kwenye vijiji vyetu. DC ametufanyia wema sana kwa ajili ya kutimiza au kuongeza hali ya nguvu ya wananchi. Kwa mfano kwangu, ujenzi wa zahanati ya kijiji cha Kirogo ni nguvu ya wananchi toka 2015. Wananchi wamekuwa wakijenga na kuomba wasani mbalimbali, akiwemo mbunge na wadau wengine, na DC alipotutembelea aliona adha ambayo pia inaendelea, ikiwemo uwekwaji wa milango katika zahanati hiyo, na DC alisema atafanya jambo. Na naitwa William Nestori Marwa, diwani wa kata Komge Katikista. Mikini pia nashukuru Mwenyezi Mungu, lakini pia nashukuru pia kwa mkuu wa wilaya kwa ziara aliyofanya kwenye kata yangu, na akaangalia mapungufu yaliyoko kwenye zahanati ya Irenyi ambayo ni nguvu za vijana na wananchi wa pale, ambayo pia tuliahidiwa kwenye budget kupata milioni 50 ambayo haijafika, lakini kwa matumaini makubwa tunasubiri itafika. Na leo ametushika mkono kwa kutupatia chochote kwenda kuweka alama yake pale kama ahadi yake alivyoahidi. Lakini nikikumbuka pia
tuna shule ya Kurui ambayo pia alitembelea, ina maabara, vyumba maboma maabara 3. Na namshukuru mkurugenzi amesema ataweza kuangalia mapato ya ndani ili tuweze kukamilisha yale maboma. Kwa majina naitwa Angelus Mwita, diwani wa kata ya Baraki. Kwanza kabisa nitoe shukrani nyingi kwa Mheshimiwa DC Dr. Haule kwa hiki alichokifanya leo. Ni viongozi wachache wenye moyo kama huu, kwani siku yake ya kwanza kutembelea kata ya Baraki alifanya ziara kijiji cha Kenyamsana, na baada ya kufika pale alivyoona kazi iliyokuwa inafanywa na wananchi wa Kenyamsana na wadau mbalimbali kwa ujenzi wa zahanati, aliwiwa na yeye akasema atatoa chochote, na leo hii tumepokea kutoka kwake na nimhakikishie kitafika kwa wananchi na kitafanya kazi. Kwa majina naitwa Adriano Nyawambo, mimi ni diwani, natoka kata ya Mirare, makao makuu ya wilaya ya Rorya. Kwanza kabisa nichukue nafasi ya kumshukuru Mheshimiwa mkuu wa wilaya ya Rorya kwa namna alivyo karibu na wananchi. Kijiji anachoishi cha Ingiriju amekuwa akitembea akizungumza na wananchi, akitembelea miradi mbalimbali. Mimi ni mchungaji Canon Peter Yo Joseph, mchungaji wa kanisa Anglikana Diocese ya Rorya, Ingiriju Parish. Nichukue nafasi kwanza kumshukuru Mheshimiwa mkuu wa wilaya kwa jitihada na juhudi zake za kuleta maendeleo katika wilaya yetu. Binafsi kwa niaba ya Wakristo wa kanisa Anglikana Ingiriju, tunashukuru sana kwa msaada aliotupa wa kuendeleza ujenzi wa kanisa letu la Ingiriju. Lakini silo kanisa tu la Ingiriju, makanisa mengi tumeona akiwahusisha na akiwasaidia. Lakini pia sambamba na hilo tumeona akihusisha taasisi za dini, makanisa. Tumefanya vikao takriban sio chini ya vikao 3 vya maendeleo ya wilaya yetu. Tumefanya vikao vya kuweka mikakati ya kuendesha shughuli za maendeleo wilaya ya Rorya. Tumefanya vikao vya kupitia matumizi na utekelezaji wa bajeti ya mwaka 2024-2025. Mimi kwa majina naitwa ndugu Emmanuel Odenyo Dul, mwenyekiti wa serikali ya kijiji cha Tatwe. Jambo la kwanza namshukuru Mheshimiwa DC Haule jinsi alivyoingia katika wilaya yetu ya Rorya. Ameunganisha wilaya, tumekuwa kitu kimoja. Ameweka upendo na amani na mshikamano, na ulinzi katika wilaya yetu imekuwa ni imara. Alivyoingia alikuta Rorya kulikuwa na mchafuko ya wizi. DC Haule amesimamia katika kamati yake ya ulinzi na usalama mpaka ulinzi wa Rorya imekaa kamili. Sasa hivi watu tunalala, mambo ya wizi imepungua 85%. Hapo tunamshukuru. Na vile vile akatushika kwenye mikono mifuko ya maendeleo. Asante. Kwa majina naitwa Flora Israeli, afisa mtendaji wa kijiji cha Ilienyi. Kwanza kabisa nipende kutoa shukrani za dhati kwa mkuu wetu wa wilaya ya Rorya kwa kuweza kutambua juhudi za wananchi na kuweza kuwasapoti kwa hicho kidogo alichotupatia ili tuweze kuendeleza ujenzi wetu wa zahanati katika kijiji cha Ilienyi. Hivyo kupitia fedha hii tutaenda kuhamasisha wananchi waendelee kujitoa kwa dhati kufanya maendeleo katika shughuli zote za vijiji, katika ujenzi wa zahanati, vyoo, madarasa, kwa maana pia ni changamoto katika kijiji chetu. Moregas English Medium School ni shule ya awali na msingi iliyoko Sirari, wilayani Tarime, mkoa wa Mara, nchini Tanzania. Ni shule ya kutwa na bweni yenye mazingira wezeshi na rafiki kwa mwanao. Shule yetu inaendelea kufanya vizuri sana. Rejea matokeo ya darasa la 7 mwaka 2024. Watoto wote 61 wamepata ufaulu wa daraja A. Wanafunzi 14 wamechaguliwa kujiunga na shule za bweni, ikiwemo shule ya Tabora Girls, Mzumbe, Mara Girls, Pugu, Shinyanga Girls, Dr. Badrida Buriani na Tumaini. Ndiyo, karibu sasa, mlete mwanao apate elimu bora. Kwa mawasiliano, piga simu namba 0765 65 67 05 au 0628 94 34 24 au 0745 49 41 02. Wote mnakaribishwa.